Kila mwezi wasichana wengi huingia kwenye kipindi cha hedhi. Kwa wengine ni kawaida, lakini kwa wasichana wenye changamoto ya uoni ni hofu, aibu na ukimya. Huishi bila kuona, bila taarifa sahihi, huifanya hedhi kuwa giza. Lakini sasa teknolojia inaanza kuwasha mwanga. Karibu mtazamaji katika makala haya maalum. Msimuliaji na mwandaaji ni mimi Asha Athumani. Leo ninakupeleka katika simulizi ya kipekee, simulizi ya msichana anayeishi na changamoto ya uoni na jinsi anavyokabiliana na kipindi cha hedhi. Mtazamaji, je, umewahi kufikiria ni kwa namna gani msichana asiyeona anajihudumia wakati wa hedhi? Kwa wengi hali hii ni ya kawaida, lakini kwa wengine ni safari ya changamoto, ukimya, wakati mwingine ni aibu. Kulingana na tafiti za mwaka 2022 kutoka UNICEF, zaidi ya 65% ya wasichana wenye changamoto ya ulemavu wanakosa taarifa sahihi kuhusu hedhi salama. Na nchini Tanzania, msichana mmoja kati ya 4 hukosa shule wakati wa hedhi. Lakini kwa wenye changamoto ya uoni, hali inakuwa ngumu zaidi. Hiki ni kisa cha Rukia Mohamed, msichana mwenye changamoto ya uoni. Aliwahi kuishi katika kivuli cha hofu na kukosa kujiamini. Kabla ya ujio wa hizi application za kusaidia kumonitor mambo mazima ya hedhi, hali ilikuwa ni mbaya kwa ukweli, kwa sababu unaweza kuimagine kwa kwetu sisi tusiona hali ilikuwaje. Mtu tu ghafla unashtukia umeshachafuka, wenzako anakuambia umechafuka, umedhalilika mbele ya watoto wa kiume, huwezi kupata ule usiri wako mwenyewe binafsi, hasa kwa wale ambao hawana dalili za moja kwa moja kama sijui kuumwa. Unakuta tu hajaumwa, hajafanyaje, lakini siku zake zimeingia. Na tena bahati mbaya zaidi unakuta zimebadilika siku, labda zimerudi nyuma siku 2 au zimeenda mbele siku 2. Lakini leo anasema maisha yake yamebadilika, si kwa msaada wa mtu, bali kwa msaada wa teknolojia. Lakini kwa ujio wa hizi application mambo yamekuwa ni tofauti. Tumekuwa ni sawa na watu ambao hawana changamoto yoyote ile ya kuona, kwa sababu mtu unaweza kumonitor vizuri siku zako za hedhi kwa kujua ni lini unatarajia kuingia, kwa hivyo ukaandaa vifaa vyako mapema. Lakini pia kama unakuwa una changamoto, labda huwa unapitia maumivu makali na nini, ukajiandaa kisaikolojia, ukajiandaa kumwona daktari mapema, hali inakuwa ni nzuri. Yani unapata ule usiri kama ilivyo kwa mtu ambaye anaona. Tunapata vitu vingi kwenye application. Mbali na kufahamu ujio wa hedhi kwamba unatarajia kuingia lini kwenye hedhi yako, unaweza pia kujua siku zako za hatari ni zipi, siku zako salama ni zipi, mzunguko huu unatarajia kwenda mbele siku ngapi ama kurudi nyuma kwa siku ngapi, ni kwa wiki gani unatarajia kuingia katika hiyo hedhi labda, na vitu kama hivyo. Yani unapata kufahamu mfumo mzima wa hedhi yako, tofauti na mwanzoni tulikuwa tukienda tu kibubububu fahamu. Mtu mwingine hata kutumia kalenda ilikuwa ni changamoto kwake, unakuta ndo tayari tunashajichafua. Kwa mfano kama mimi kwa mara ya kwanza ninaingia kwenye hedhi, kwangu ilikuwa ni changamoto, kwa sababu nilikuwa siwezi kufahamu chochote kuhusiana na hedhi. Kuzungumza na mamangu pia nilikuwa ninaogopa, kuona kwamba ni kitu kigeni, unaona kwamba hii ni nini, nimefanya nini mpaka nimekuwa hedhi, au tayari nimeshakosa adabu. Yani unajiona yani kama vile ni mkosefu kwenye hii dunia, hakuna mfano. Lakini kwa kuwepo hizi application, watoto ambao kwanza wanaingia kwenye hedhi zao kwa mara ya kwanza, labda wanajifunza, wengine wanakuwa wameshaziona mara
kabla hata ya kuanza kuingia kwenye hedhi, wamejifunza vizuri, wamezielewa. Wanaingia kwenye hedhi wakiwa tayari wanajua ni nini kinawakuta wanawake. Kwa hiyo kwa upande wao inakuwa ni rahisi kujiweka safi, salama. Yeah. Katika application hii ni kama application nyingine. Kama application ya kutuma message au kucontact ama WhatsApp na nini. Inaingia kama kawaida, kisha ninaikuta kalenda, nina scroll kupata kujua kwamba hii ni tarehe yangu ya ngapi, siku yangu ya ngapi na inamaanisha nini. Kwa kama ni siku ya hatari, inakuwa imenionyesha pale na inasema kwamba danger, labda siku 5 za danger, siku fulani safe, siku 2 zijazo unatarajia kuingia hedhi. Kwa hivyo ninaanza kujiandaa mapema, ninatembea na vifaa vyangu nikiwa najua kabisa siku 2 zijazo, kuanzia siku 2 zijazo ninatarajia kuingia kwenye hedhi. Kwa hivyo niandae vifaa vyangu mapema, popote ambapo itanikuta niwe navyo na niwe tayari. Lakini hedhi salama ni nini hasa, na changamoto zipi zinawakumba mabinti wenye changamoto ya uoni kama Lukaya? Ni uwezo wa mwanamke kuweza kuingia kwenye siku zake pasipokuwa na maumivu yoyote makali yanayoweza kumzuia kufanya shughuli zake za kawaida, lakini pia kupata clear blood ambayo inamfanya yeye kuwa more comfortable, lakini pia kutokuwa na wasiwasi wowote na afya yake ya mfumo wa uzazi, ambayo generally inakuwa inampa uhakika kwamba hana changamoto yoyote ya hormone imbalance. Kwa hiyo tunaweza kumgundua huyu mwanamke kwamba ana hedhi salama, kwamba experience maumivu yoyote, experience uchafu wowote, anapata clear blood, lakini pia anakuwa hana stress yoyote na mfumo wake wa siku. Wanawake hawa ambao wana changamoto ya uono wanakutwa na changamoto kubwa sana za hormone imbalance kwa sababu ya kuwa na too much stress, kwa sababu wanatamani kujua ni kitu gani kinaendelea, lakini wanakuwa hawawezi kuona, lakini pia wanakujikuta wana experience pain na wanajikuta wana feel kwamba kuna vitu vinatoka ambavyo havielewi, lakini wanakuwa havioni. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ni hormone imbalance inawapata wote generally, ambayo inawafanya wanaingia kwenye matatizo mengine mengi zaidi kama tunaita adenomyosis. Wengine tunakuta wanapata changamoto za endometriosis, tunakuta wengine wanapata changamoto za dysmenorrhea ambayo tunaita amenorrhea, lakini pia wengine wanapata changamoto moja kwa moja mpaka ya hata miscarriage and everything, na wengine wanajikuta wanafia kabisa hata kuzaa kwa sababu ya wanajikuta hawajui kitu gani kinachoendelea. Ukuaji wa teknolojia ni mzuri sana kwa sababu kadri teknolojia inavyokuwa tunajua jinsi gani ya kuboresha afya zetu kwa ujumla, lakini pia hasa hedhi salama kwa sababu ya kitu tunakiita sasa hivi stem cell. Stem cell inaenda kusaidia kuimarisha seli za mwili kwa sababu ya vitu vingi tunavyokula. Teknolojia inavyokuwa, kuna vitu vingi usipovifahamu pia inaweza kukuathiri, lakini unavyovifahamu ambavyo ni kama hivyo stem cells zinaenda kuimarisha seli zako zikiwa imara kwa sababu ya teknolojia hiyo ya phytoscience, inaweza kuimarisha moja kwa moja seli za mfumo uzazi na ukajikuta unapata hedhi salama bila changamoto yoyote. Lakini pia unajua jinsi gani, ni kemikali gani uitumie kwa wakati gani, vitu gani uvifanye ili kuweza kujikuta mwili wako unakuwa very fit and physically and mentally and everywhere, ili kujikuta uweze kupata changamoto yote ya hedhi wala hizo hormone imbalance and everything ambayo tunazungumzia, ambayo inaweza kusababisha hata mwanamke kujikuta hawezi tena kubeba ujauzito au ikamsababisha miscarriage, hormone imbalance and everything. Kwa hiyo teknolojia inatusaidia sana kujua sasa ni vitu gani unaweza kuvitumia ili kuweza kuwa bora zaidi kwenye maeneo ya uzazi.
Tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya 60% ya wasichana wenye ulemavu katika nchi zinazoendelea hukosa huduma sahihi za hedhi. Ili kukabiliana na tatizo hili, baadhi ya taasisi zimeamua kutumia teknolojia kama suluhisho, na hapa ndipo ilipozaliwa Oki App Tanzania, app inayolenga kuwasaidia mabinti kuelewa miili yao kwa njia rahisi. Changamoto zipo kwa sababu ukiangalia kwa mtoto wa kike kupata taarifa sahihi kuhusiana na afya ya uzazi, especially inapokuja kwenye masuala ya hedhi salama, ni ngumu. Na hatuna reliable sources, yani hatuna sehemu salama za kupata taarifa husika, na ni kitu ambacho tumekiona mara nyingi. Tulikuwa tunatembelea wanafunzi katika kuonyesha maudhui yetu, animation zetu, wakawa wanakuja na maswali mengi sana, especially kwa sababu tulikuwa tunasema maudhui ya hedhi salama, kubalehe na kadhalika. Wakawa wanakuja na maswali mengi sana kwamba najuaje kwamba nimevunja ungo, najuaje kwamba natakiwa kuhesabu siku zangu, najuaje kwamba natakiwa kufanya hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo majumuisha maswali haya yote ndio yalotupelekea sisi kutengeneza au kufikiria kwamba tuende nje ya box kutengeneza kitu kama application. Application ya Oki Tanzania nasema iko jumuishi kwa watoto wa kike wa aina wote, yani kwamba wote wenye waliokuwa able na ambao hawana uoni pia, kwa sababu katika application hiyo tumejikita sana kuhakikisha kwamba maudhui ambayo yako mule yanaweza kuwa pia kuwa access kupitia zile settings za accessibility. Ndio maana hata tulikuwa tunapeleka hii application kwa wanafunzi na watoto wa kike wengine, tulikuwa tunawajumuisha au tunawaelimisha kuhusiana na hizo skills za dijitali, namna ya kutumia accessibility features za kwenye simu, ili kwamba mwanafunzi au mtoto wa kike aweze kupata access hata kama anaoni hafifu. Maana yake ni hivi, pia kwenye application hii tuna features za talkback ambazo zinamsaidia mtoto wa kike ambaye anaoni hafifu, ambaye atashindwa kusoma maudhui ambayo yapo kwenye content hiyo. Maana yake application inamsomea, akiweza tu kuiturn on hiyo accessibility feature kwenye simu yake, anaweza kupata the same, yani the content ni zile zile lakini kwa mfumo wa sauti, ili kumrahisishia pia na yeye kupata elimu sawa kama wengine. Application yetu ya Oki imejikita sana kutoa hiyo elimu kwa wasichana wote, na lengo letu ni kumfikia kila msichana ambaye yuko Tanzania. Na kwa sababu tunajua kwamba kuna hali tofauti za kiuchumi kwa wanafunzi hawa, ndio maana tukatengeneza application hiyo katika mchakato mitatu. Mchakato wa kwanza ikawa ni application ambayo inatumika kwenye simu, ambayo inaweza kudownloadiwa kwenye Play Store au App Store. Lakini mchakato wa pili tukatafuta application mfumo wa desktop version ambayo inaweza kuweka kwenye mashule kwa wanafunzi ambao wako shuleni. Lakini tukaenda mbali zaidi, tukasema okay, application hii kuna wengine hawana simu wala hawana access ya kompyuta. Tukatengeneza low tech version ambayo inamsaidia mtoto wa kike kupata elimu hiyo hiyo kupitia mfumo wa SMS. Lakini kuifanya teknolojia iwe rafiki kwa kila mtu si kazi rahisi. Prince Samai Mtungi, mtaalamu wa masuala ya tehama, anasema kuwa katika utengenezaji wa app hiyo ulizingatia mahitaji ya watu wenye changamoto ya uoni. Kwenye application hiyo, tulivyokuwa tunadevelop application hiyo, tukaconsider mabinti kwa kuwekea uwezo wa app kuweza kuintegrate na accessibility feature. Mfano, kwa binti ambaye hawezi kuona, anaweza akatumia talkback kusoma au kunavigate application ya Oki. Kwa kupitia talkback, mtu ambaye hawezi kuona screen anaweza akanavigate, but anaweza pia akasoma yote yaliyoandikwa kwenye screen. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ndani ya application ya Oki, screen reader itakuwa inawasiliana na accessibility feature ya talkback. Kwa hiyo let's say mtu anataka asome article fulani kwenye ile app, ata navigate mle kwenye app, na kila anavyo navigate atakuwa anatamkiwa ni ipo sehemu gani ya application. Lakini pia ile screen reader ambayo ipo embedded kwenye app itaweza kuwasiliana na talkback na kuweza kusoma yale maneno ambayo yapo kwenye kurasa hiyo. Tunawashukuru sana waliotengeneza hizi application kwa sababu hazijabagua, hazijakuwa labda kama application nyingine zinakuwa ni favorable zaidi kwa watu ambao wanaona peke yake,
lakini hii imekuwa ni kwa watu wote, imekuwa inclusive kwa watu wote. Hata sisi tusiona tunaweza kufanya vitu vyetu, tunaweza kumaintain ule usiri wetu. Unafanya vitu vyako mwenyewe ukiwa unajua ni kitu gani unatarajia na unamaliza lini. Okay, Tanzania. Your profile. Name, date 33. Hedhi sio aibu na ulemavu haupaswi kuwa kikwazo cha kupata taarifa. Teknolojia inaweza kuwa daraja kati ya changamoto na fursa. Na hii ni hadithi ya matumaini. Hedhi bila giza inawezekana. Na huu ndo mwisho wa makala haya. Msimuliaji na mwandaaji ni mimi, Asha Athumani.